Waekela pale kwenye jua, mumsogeze eneo la kivuli. Vijana, naomba vijana wetu mkamchukue mzee Bilali Waekela aje akae maeneo ya kivulini. Leo tumepata bahati, tumetembelewa na mmoja wa waasisi wakubwa wa harakati za uhuru na harakati za Uislamu katika nchi ya Tanzania. Tunaye mzee Bilali Waekela, amekuja kwenye dua hii na amekuja kunitambikia, kuniombea dua mwanawe. Mzee Bilali Waekela, historia yake kwa wale msiomjua, ndiye mtu wa kwanza kumiliki gari ya thamani katika Tabora hii, na gari yake iliwahi kupandwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati anatafuta uhuru. Tunaye hapa, Mungu bado anamuweka hai, ana karibu miaka 100 na kidogo. Tunaye mzee Bilali Waekela hapa, ni mmoja kati ya wana harakati wakubwa. Niliwahi kuambia Waislamu katika msikiti wa Manyema Ijumaa 2 zilizopita, mzee Bilali Waekela mwaka 1997 mwezi wa 8 niliwahi kuwa hapa katika mkutano. 1997 mwezi wa 8 niliwahi kuwa kwenye mkutano hapa. Ndiyo muhadhara wa kwanza nilialikwa na Waislamu wa mji wa Tabora. Muhadhara ulifanyika shule ya msingi Town School. Wakati ule marehemu mama yangu, Mwenyezi Mungu amrehemu, Bibi Fatuma Mwamba alikuwa akiishi hapa. Ndiyo kipindi ametoa ile CD ya 50-50-100. Yule mama alikuwa hapa Tabora. Ndiye mtu wa kwanza kusema takbira katika muhadhara wangu, Mama Fatuma Mwamba. Katika muhadhara ule nilitengenezewa figisu ya kukamatwa, kwa sababu muhadhara mmoja ulisilimisha zaidi ya watu 40, na ilikuwa siku ya Jumamosi. Wakatengeneza mazingira nikamatwe hapa kwa fitina ya aliyekuwa RPC wa mkoa huu wa Tabora na mkuu wa polisi wa wilaya wa wakati huo. Akamchukua mkuu wa usalama wa taifa wa wilaya wakati huo. Walipofika Town School, uwanja ulikuwa umejaa. Nyinyi mliopo hapa ni mara 15 zaidi. Ikatengenezwa mazingira. Polisi waliposhuka kwenye gari wakaleka king'ora na kutuamrisha tusimamishe muhadhara bila ya sababu za msingi. Wakati mimi niko jukwaani nazungumza, askari mmoja akachoma moto nyasi. Kulikuwa na nyasi nyingi zilifyekwa ili kuleta taharuki. Mzee Bilali Waekela alikuwa na mtu mmoja anaitwa mzee Marijebi, Suleimani Marijebi, mzee wa Kiyemeni, alikuwepo hapa. Mmoja uko pale Manzese wanaita kwa mzee Kione wa Mibavu, amefariki huyu mzee. Tulikuwa na ustadhi Kabunda Salum. Tulikuwa na mtu mmoja anaitwa Samaki Mkubwa Maganga. Mzee huyu alimpigia kinanda Papa John Paulo alipokuja mwaka 1991 mwezi wa 11 katika nchi ya Tanzania. Papa John Paulo alipoingia kwa mara ya kwanza Tanzania, huyu bwana ndiyo alimpigia kinanda Papa, naye alikuwa ameshasilimu. Tukawa tuko naye katika huo mkutano. Tulikuwa na timu kubwa sana. Sasa nakumbuka mzee Bilali Waekela ni mzee aliyenihami kwa gharama. Alifikia mahala aliwaambia, alikuwa anamwambia Suleimani Marijebi, kabla hajakamatwa Dr. Sule kijana wetu, basi kwanza sisi tumekufa, tumswalieni mtume. Yule mzee ana historia kubwa sana ya Uislamu yule. Basi baada ya hapo Othmani Kalulu akaja akatuchukua. Usiku ule tukaondoshwa msikitini,
tukapelekwa Isevya, tukaenda kulala nyumbani kwake Othman Kalulu. Na watu ambao tulikuwa tunatakiwa tukamatwe wakati ule, nilikuwa mimi, marehemu Sheikh Omar Bashir na Rashid Pilingo, ndo alikuwa mwanafunzi wetu. Rashid Omar Pilingo ama Ustadhi Pilingo kapita kwenye misukosuko sana yule dogo wakati yuko nyuma yangu. Tukatoka hapo tukaenda kulala. Sa Mwenyezi Mungu ni fundi, usiku ule kukatokea kutokuelewana baina ya RPC na RCO, katokea sintofahamu. RCO alikuwa Mpemba. RCO akatoa gari usiku ule ya kwake kaja kutuchukua Isevya, ikatutorosha ikatupeleka Nzega. Wakati ule ukiondoka saa 5 usiku Tabora kwa barabara ilivyo 1997, ukiondoka saa 5 usiku Tabora Nzega ambayo ni kilomita 115, utafika baada ya masaa 7. Tuliondoka saa 5 tukafika Nzega saa 3 asubuhi. Barabara ilivyo mbovu. Wewe unaiona Tabora ya leo? Si tunaijua Tabora nyuma mbele. Tukafika pale Nzega, tukasubiri basi ya kampuni ya Zuberi. Wakati ule ndio katika mabasi yanayowika Mwanza. Tukapanda hiyo, tukashuka Dodoma. Tunafika tu Dodoma, askari weshapangwa watukamate kwa kutusachi kwenye vituo vya kulia chakula vya mabasi. Lakini Mungu alitunusuru, steli ni ndefu, leo tushosheke na hii. Nilikuwa nataka kugusa mzee Bilali wa Ekela. Ni mtu wa namna yake sana. Ni mtu mwenye historia ya Uislamu katika nchi yetu, na ana historia ya uhuru wa nchi hii. Kwa sababu unachotakiwa kujua, wakati wazee hawa na utafuta uhuru, kina marehemu Sheikh Suleiman Takadir ambaye ndiyo alikuwa kadhi mkuu wa Tanzania bara wakati huo, alikuwa akija kuleta darsa katika mkoa huu wa Tabora. Kulia kwake chini ana sanduku lina kadi za 5. Anawashawishi Waislamu kuwa wanachama wa 5. Anawaelimisha Waislamu umuhimu wa chama cha 5 na kuwataka Waislamu wajiunge na 5 ili kumngoa mkoroni, angalau wapate nafuu ya kufanya ibada, kuondoa utawala wa kishirikina. Na chama kilipokuwa na nguvu ndio akaitwa Mwalimu Nyerere. Na kwa sababu wazee hawa walikuwa na upendo wa asili, hawakuwa na ubaguzi wa dini, hawakuwa na umimi katika maisha yao, wakampa nafasi Mwalimu Nyerere ya kuwa kiongozi wa chama. Hali ya kuwa alikuwa kijana mdogo, ametoka chuoni, anafundisha sekondari, bado hajawa na maarifa makubwa wala hakuwa na uchumi mkubwa, lakini wazee wa Kiislamu walimpa kila kitu. Ndipo alipofika Tabora, Mwalimu Nyerere alitumia gari ya mzee Bilali wa Ekela. Nini unachojifunza? Waislamu hawana kanuni ya ubaguzi katika uongozi. Lakini unaweza kuona ajabu, nchi hii kiongozi Muislamu akishika, anachagua watu wa dini yake tu kwenye uongozi. Uislamu hauko hivyo. Uislamu unakaa na mipaka ya balance. Wazee wana historia kubwa hawa, hamjui tu nyinyi. Sisi tumefika hapa tunajivuna kina Dr. Sule. Tumefikia mahala tuna majina, lakini nguvu zetu zimetoka na wazee hawa. Waislamu, mimi na historia ndefu sana katika Uislamu. Katika miaka yangu 30 niliyoifanyia kazi ya dini, viko visanga vingi nimekutana navyo. Kama ni wa kukata tamaa, unaacha dini. Kwa hiyo nikwambieni tu, tulikuwa na historia fupi, nimeona nimzungumze kidogo mzee Bilali wa Ekela, na leo tuko naye katika dua hapa. Hii ni kuonyesha ni mtu anathamini. Na walila alhamdu, leo Tabora kuna mambo makubwa mengi. Kuna mashindano ya Qur'ani, kuna mikutano, kuna mihadhara,
lakini mzee huyu mwana historia amekuja kunibeba mwanawe. Kwa namna anavyothamini mchango wangu mdogo katika dini kama mtoto wake. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, ampe mwisho mwema, atuwekee bado tunamhitaji.